Kuzaliwa kwa mtoto mkombozi wa ulimwengu na maono ya vita Nabii Musa akipambana na Mtume Muhammad, vita ya msalaba na mwezi, vita ya Uislamu na Ukristo inayoendelea kwa siri. Muhammad ndiyo Masihi Dajjal, nabii wa uongo, au imekuwaje? Tafadhali sikiliza ujumbe huu mzito hadi mwisho. Muhammad ni nani hadi anapambana kuzuia mtoto asizaliwe? Au Muhammad ni fumbo la Samia, serikali iliyopo na mapambano inayoyafanya kwa siri kupambana na Nabii Musa aliyetumwa kufanya ukombozi, na ukombozi umeshafika, uko mlangoni, umepatikana. Twende tusikilize maono haya. Leo na kueleza ujumbe huu wa kuzaliwa kwa mtoto. Je, unajua mtoto amezaliwa mkoa gani na wapi? Je, nini kilionekana kutokea au kitatokea? Sauti ya Mungu ilisema nini kuhusu kuzaliwa kwa mtoto huyu? Je, unajua jinsi gani alivyokuwa nabii akipambana na Mtume Muhammad? Au Muhammad ndio alikuwa anapambana kuzuia mtoto asizaliwe? Mkombozi wa ulimwengu, Muhammad ni nani kwenye maono haya? Au ni mpinga Kristo, mpinga ukombozi usije? Au ndio vita ya msalaba na mwezi? Nisikilize hadi mwisho tafadhali. Jumbe hizi za kuzaliwa kwa mtoto ninazo kama 3 tofauti nilizopokea, zingine za nabii mwenyewe, zingine kwa watu wengine waliopata maono ya kuzaliwa kwa mtoto. Lakini ujumbe huu wa kuzaliwa kwa mtoto umezuiliwa. Mungu ameagiza usiweze kutolewa kwa sasa, lakini nitakuambia machache katika ujumbe huu wa leo kuhusu kuzaliwa kwa mtoto ambayo ninaweza kueleza, lakini kuna mengine hayaruhusiwi kuelezwa. Yaani maono ya leo kuhusu mtoto nitakuambia baada ya maono nabii alichoambiwa, lakini si alichooneshwa. Habari ya kuzaliwa kwa mtoto, hii ni sehemu ya 3 ya maono, kisha nitakuja na sehemu ya 2 ya maono. Nabii anasema, baada ya mambo yote niliyoyaona kuhusu mtoto aliyezaliwa na kilichotokea kwa madaktari wote, ndipo nikaambiwa nisiseme. Malaika wa Bwana aliniambia, usiseme habari ya kuzaliwa kwa mtoto, kwa kuwa yale uliyoyaona ndivyo yatakavyotokea utakaposema. Watu hawa wanapambana na wewe si kwa sababu yoyote ile wanayoitafuta na kuitengeneza, isipokuwa ni kwa sababu wameiona nyota yako. Wanapambana na nyota yako. Wameona nyota, ufalme juu yako. Wanahangaika kujua uko wapi, watakupataje huu ufalme unaokuja. Hawajui kuwa huu ni ufalme wa Mungu unakuja kutawala duniani, na hawawezi kumzuia Mungu kutawala ulimwengu. Hawawezi kumzuia Mungu kukalia kiti chake cha enzi. Nabii anaanza kwa kusema, sehemu ya 2 ya maono haya alikuwa akipigana na Mtume Muhammad, kisha kuzaliwa kwa mtoto. Kwa hiyo hii inamaanisha Muhammad ndiyo alikuwa anazuia mtoto asizaliwe, au ndiye ile maana ya vita ya msalaba na mwezi, Mungu na Shetani, Muhammad na Musa. Twende tusikilize. Nabii Musa anasema, nilikuwa nikikimbizana na kijana mmoja mwenye umri wa miaka 25. Kijana huyu alikuwa ni Mtume Muhammad. Nabii anasema, nilimkimbiza Mtume Muhammad, nikamkamata, nikamuuliza, kwa nini umedanganya watu wengi kiasi hiki? Muhammad akasema, nilitokewa na nuru kubwa mbele yangu, kisha zikatokea cheche kama za moto zikanirukia. Sikujua ni nini maana yake, wala sikuambiwa. Nilipowaambia ndugu zangu tukio hili, ndipo wakaniambia kuwa mimi ni mtume wa Mungu. Nabii akamuuliza tena, kama ndugu zako walikuambia wewe ni mtume, je, Mungu alikuambia nini?
kuhusu wewe kuwa mtume alikuagiza nini? Na kama wewe ni mtume wa Mungu, mbona umekuwa kinyume na Kristo na kupinga kazi zote za Yesu na miujiza yote aliyoifanya? Na umekuwa mpinga Kristo, hukusoma na kujua kuwa manabii na mitume wote wa Mungu walisema Mungu wao ni mmoja, yule yule anayeitwa Jehova niko ambaye niko. Hata kazi zake hazikupingana wala kujipinga. Manabii wote walizungumza lugha moja ya Mungu. Wewe umekuja na kupinga kazi zote na miujiza yote ya Mungu, na huwezi kufanya muujiza wowote, hata kuombea mgonjwa tu akapona. Muhammad akasema, mimi sikujua chochote kuhusu Mungu, bali ndugu zangu ndio waliniambia nifanye hivyo. Hii ni sehemu ya pili ya maono kuhusu kuzaliwa mtoto mkombozi wa ulimwengu. Sehemu ya kwanza na jumbe nyingine kuhusu mtoto zimezuiliwa, lakini ujumbe huu wa maana ya aliyoyaona nabii, sehemu ya kwanza, na ujumbe huu nitakueleza sasa hivi. Ujumbe huu kuhusu mtoto. Muhammad amekamatwa na Nabii Musa. Anaulizwa kwa nini alidanganya watu kuwa yeye ni mtume na ameenda kinyume na huo utume kwa kumpinga Kristo, kuwa mpinga Kristo, yani Masihi Dajjal. Muhammad anasema yeye hakujua chochote isipokuwa ndugu zake aliyewaambia habari alizokutana nazo. Hivyo ndugu zake wakamuita mtume wa Mungu na kusimamia au kumweleza mambo ya Mungu bila Mungu mwenyewe kumwambia wala kujua mambo ya Mungu waliomtamkia. Yaani hapa inaonekana Muhammad na yote yaliyoandikwa katika Waislamu si Muhammad aliandika, bali ni ndugu zake waliandikwa, au Muhammad aliandika kwa maelekezo ya ndugu zake, si kwa maelekezo ya Mungu. Yaani mfano wake sawa na wewe umetokewa na kitu au umepata ndoto, alafu umemsimulia ndugu yako, alafu ndugu yako kwa sababu ana akili kukuzidi au ana mambo yake binafsi anakueleza kuhusu ulichokiona, kama anakutafsiria, lakini anakuwa na kudanganya, anapindisha ujumbe kwa maslahi yake binafsi. Ni kweli alitokewa na Mungu, lakini kabla Mungu hajamuagiza au kumwambia chochote, ndugu zake ndio wakasimama kama Mungu kumwelekeza alichokiona na anatakiwa kufanya nini. Ndiyo habari ya Uislamu ilipoanzia. Kumbe ni kikundi cha wachache kilichohitaji kujipatia pesa, umaarufu kupitia mtume Muhammad na kuupindisha ukweli na kutangaza uongo kuwa ndio ukweli. Yaani ni kama wewe leo unapata maono, halafu unamsimulia nabii wako au mchungaji wako, lakini kwa kuwa mchungaji wako tayari anajua mambo ya kiroho, anakuonea wivu na kupindisha ukweli na kukwepesha ujumbe na kukuambia au kukutafsiria uongo. Ili tumeliona hata hivi leo, manabii wakipindisha tafsiri nyingi na kupotosha ujumbe kwa maslahi yao binafsi. Akipewa maono ya mtu fulani, anayabeba kuwa ndiyo muhusika. Ujumbe amepewa yeye, kumbe amepewa mwingine. Kwa hiyo leo utaelewa kuwa Muhammad alitokea Mashariki ya Kati kwa wale mamajusi wasoma nyota, waganga, watu wanaoabudu miungu migeni, miungu ya sanamu, Shinto, Budha, mungu mke, nyoka wa vichwa saba na Allah. Hii ilikuwa miungu kutoka huko Asia alikoenda Paulo akazuiliwa asihubiri. Mungu alimuandaa Muhammad kuwaokoa huko kwa miungu yao, lakini Muhammad naye akadanganywa na miungu ya kwao kwa kuwasikiliza ndugu zake na si kumsikiliza Mungu. Kuna watu mkiitwa na Mungu leo hukimbilia kusema hiyo ni mizimu, nenda kwenye mizimu,
hata mkipewa maono ukimbilia kwa waganga mpate kutafsiriwa. Kwa hiyo hata Muhammad kwa kizazi chake, kwa eneo lake la Asia na miungu ya masanamu iliyokuwa inatumika huko, aliweza kudanganywa na moja ya waganga au ndugu waliokuwa wanaabudu miungu ya sanamu. Ndio maana imekuwa rahisi kumpinga Kristo wazi bila kujifikiria kuwa ni ujinga kumpinga anayetenda miujiza, na wewe hujawahi fanya muujiza hata mmoja. Hii ni sawa na ile miujiza alifanya Yesu siku ya Sabato, na Warumi wakasema, mbona mtu huyu anafanya miujiza ambayo miungu yetu haikuwahi kufanya, akimaanisha Allah naye ni Mungu au miungu ya sanamu. Kama ilivyo watu wote ambao huabudu miungu ya sanamu hutumia majini na uchawi na uganga kusaidia watu kuponya. Yaani Mungu hajawahi kufanya maajabu yoyote ya miujiza kwa sababu ni sanamu ya kuchongwa na mwanadamu. Hivyo ukiabudu miungu usitegemee uponyaji wako na maombi yako ili yajibiwe, lazima uende kwa mganga. Na huo ndio mfumo wa miungu mnaoabudu Allah, mnalijua hilo. Na huo ndio ukweli uliofunuliwa leo. Mungu yuko kwingine na uponyaji unaenda kuufuata kwa waganga. Hii desturi hata Vatican watu wa Roma wanayo, kwa ile kauli yao ya kusema Mungu amesema jisaidie na mimi nitakusaidia. Waroma kwenda kwa waganga sio kitu cha kushangaza sana, ila mlokole kwenda kwa mganga ni habari kubwa, na ukionekana huko utatangazwa mtaa mzima, kwa maana umeenda kutafuta majibu kwa miungu migeni na kumwacha Mungu wako anayesifika kwa miujiza na maajabu kote duniani. Kama wasoma nyota na majini ambayo hajawahi kufanya miujiza. Kiujumla, vita ya Nabii Musa kupigana na Muhammad na kukimbizana kote ilikuwa kubwa, sio ndogo. Na hii ndiyo vita ya msalaba na mwezi, vita ya Mungu na Shetani, Muhammad na Yesu, inapiganwa na nabii aliyepewa kuwa mkombozi wa ulimwengu kwa njia usioijua, ila inakuja na itathibitishwa. Mipango inayoendelea kwa siri, ukandamizaji juu ya Ukristo, kuteka watu na kuua watu kupitia kivuli cha polisi na usalama wa taifa kwa kisingizio cha ugaidi. Kumbe ni mambo ya kidini, vitakomeshwa. Na wote wanaoshiriki katika mipango hiyo, wafungwa ama kunyongwa, lazima watafungwa ama kunyongwa. Sio siri, nabii anawafahamu wote wanaofanya kazi hizo. Wale watakaobaki salama ni wale tu Mungu atasema huyu ametubu, amekubali kubadilika, kuacha kutumikia upumbavu aliokuwa akiufanya, asamehewe. Kwa maana mnatumwa kuua, na mnasikia nabii akisema anayewatuma kuua ana mpango wake wa kidini na kikundi cha wachache. Ninyi mkipewa maagizo ni gaidi, mnaitikia bila kutumia akili wala kuelewa mnachoambiwa. Kwa nini msihukumiwe atakapoondolewa huyo anayewatuma? Maana yeye si Mungu kwamba ataishi milele na kuwalinda kwa kazi alizowatuma na anazoendelea kuwatuma. Yeye si Mungu atakayeamua nani atawale ili kuwalinda na kulinda uovu wake, bali ni Mungu ndiye atakayeamua nani atawale, nani awe rais, nani aongoze nchi. Huu ni muda mchache mmepewa sasa hivi. Mnahangaika kupigana ili kufanya huo muda mchache mliopewa uwe wenu jumla. Ni mamlaka gani anaweza kusimama? Ni malaika gani anaweza kusimama na kumwambia Mungu usikae katika kiti chake, na akasimama kumpinga Mungu ili akae yeye, atawale yeye mbinguni? Ni malaika gani anaweza hilo? Je, hukusikia kilichomkuta Shetani alipotaka kupambana na Mungu kwa ajili ya kukalia kiti cha enzi cha Mungu? Alipigwa na akashushwa kutoka juu mpaka chini. Mungu alijua mawazo yake yote,
Hivyo Mungu hakupigana na Shetani, aliamuru tu jeshi lake la malaika kumpiga na kumwondoa Shetani. Walipigana naye kumtupa chini na jeshi lake lote kwenye giza na kumfungia huko. Ndivyo atakavyompata Shetani aliyekalia kiti leo, atakavyotupwa shimoni na kufungwa na malaika zake walioungana naye kupigana na Mungu. Hayo uliyoyaona usiseme. Huu ni wakati wa mtoto kuzaliwa. Huu ni muda mchache umebaki kuhusu mtoto. Hawapaswi kujua kuhusu mtoto, maana nimewafanya hivyo ulivyoona makusudi, ili kitokee kitu. Kuna kitu kinakuja kutokea, subiri utakiona. Kama nilivyokuambia, kuna jambo litatokea, lakini sikukwambia ni jambo gani, na umeliona jambo hilo limekwisha tokea, kuzaliwa kwa mtoto. Sasa kama ulivyoona kuna jambo jingine litatokea, utaliona. Kuna jambo linakuja kutokea, utaliona. Lakini usiseme habari ya kuzaliwa kwa mtoto. Haya ndiyo maono ya kuzaliwa kwa mtoto. Yako mengi, yakiwemo aliyopewa agizo la Watanzania kutoa sadaka ya kumshukuru Mungu kwa jambo hili. Mungu hajibu vile mnavyofikiri au hafanyi vile mnavyowaza. Njia za Mungu hazichunguziki, bali mnapaswa kumshukuru Mungu kwa anayowaambia na kuyatenda. Mwenye hekima azidi kuwa na hekima. Roho wa Mungu aliye juu mbinguni akuongoze kuyajua haya. Amen.